Naam, waligani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Kuna video na trend kwenye mitandao ya kijamii. Unajua usiku wa kuamkia leo ilikuwa ni birthday party ya Kim Kaindo ambaye ni mwanafamilia wa Wasafi, na tunaona walikuwa watu wengi wakienda pale kusherehekea pamoja na huyu jamaa katika siku yake ya kuzaliwa, kwa sababu tunaona ni mtu ambaye amefanya vitu vingi sana katika career ya Diamond, lakini pia kwa mfano ukienda kwenye bio yake ukitaka kumfahamu vizuri ni Head of Digital Operations, Audiomack, YouTube certified, ni robot. Yani huyu anasimamia zile platform zote za Diamond Platnumz wakati anaanza kufanya kazi zake za kimuziki, na tunaona jinsi ambavyo baada ya Diamond pamoja na Zuchu kuonekana katika hiyo shughuli ya Kim Kaindo au Subana, kwa sababu tunaona waliweza kufika pale na wamefanya vitu vingi. Ilikuwa ni birthday yake, na tunaona huyu jamaa anafanya kazi kama Head of Digital Operations, manake anasimamia digital zote za Diamond, au sio mambo ya timiliki na vitu kama hivyo. Sasa kuna hii video nimeipata ikimwonyesha Zuchu akiwa na mchezea kimahaba baby wake Diamond Platnumz kwenye shughuli hiyo ya Kim Kaindo, ambapo ilikuwa ni birthday yake, ambapo inaonekana kuna watu wamevaa vijola, lakini pia Zuchu pia alikuwa amevaa kijola akiwa anacheza kwa mahaba na mashamsham mbele ya mume wake Diamond Platnumz. Lakini pia tunaona akaandika, unamheshimu mume wako, shughuli ya nini tena jamani? Diamond alivyo na katabasamu kawizi kwa Zuchu, kwa maana ya kwamba hii video inaonyesha jinsi gani wawili hao wanapendana kwa dhati kabisa. Sasa waje nao pia hawakuwa nyuma kuzungumzia swala hili la Zuchu pamoja na Diamond kukamatwa na kamera za Mkubwa Media wakiwa wanapata burudani. Mmoja akasema mwaka huu hata wakae uchi hatuna muda nao, kwa maana ya kwamba hata wafanye nini, maana ya kwamba labda kwa watu kwenye reli kuhusiana na vitu vilivyotokea kwa watu wasienjoy. Kwa hiyo huyu anasema kwamba hawezi kutoka kwenye reli na anachofanya Diamond pamoja na Zuchu. Mmoja anasema kwamba watajijua wenyewe, sisi tunasubiri 9D, yani tarehe 9 Disemba. Haya, sijui kuna kitu gani ama kweli Tanzania wameamua ni wachache sana wanaoshobokia wasanii kwa hiki kipindi. Raia wako busy na nchi yao Tanzania, wengine na Diamond wanamonia kwa kadi washablock na kuripoti Tanzania mwaka huu shikamo, kwa maana ya kwamba akimaanisha kuna watu wachache sana wanaomfuatilia Diamond. Hakuna anayemfuatilia Diamond sasa hivi. Watu wako busy, kwa kutaka kumuona anaenda kwa sakari mastori, wanamwangalia alafu wanaendelea na mambo yao mengine. Mmoja sema ile wasanii wamepoza this time, watu wako busy na life yao, wanatogopa wafuasi wao. Mmoja anasema kwamba hawa labda tuachane nao, labda tuachane nao, umetoka bongo wao. Mmoja kaandika kwamba furaha yangu ni mahusiano ya watu, hasa ya Zuchu, kwa maana huyu furaha yake kuona Zuchu pamoja na Diamond wakiwa pamoja, wakiwa na furaha. Kwa hiyo sio wote wanaochukia Diamond na Zuchu kucheza kama hivi kuwafurahisha watu, kuenjoy. Ni kitu ambacho wengine wanaona kabisa kwamba no, sisi wala hatuna shida na hizo chuki zenu, sisi tunawapenda jinsi walivyo. Na wengine wanapoona Zuchu na Diamond ndivyo wanapofurahia zaidi. Yani unakuta mtu anaweza kawa na stress na shabiki, lakini akikuta Zuchu na Diamond roho yake inasuzika. Kuna wakati mwingine mtu anakuwa healed, anaponywa na maswaibu ya hapa na pale anapowaona wawili hawa wakiwa pamoja. Ndicho kigundua kwa mashabiki. Kwa hiyo sio wote wanaomchukia mtu. Mmoja anasema ni wapi hapa, mbona hatujaalikwa? Mmoja kaandika kwamba huyu Zuchu ndio maana amependwa. Kiswahili kweli. Tuna msiba tutoi kiki. Mmoja sema wanapendana hadi la Diamond hapa kapata mke bora sana.
kimaanisha kwamba kwa alichokifanya Diamond hapa amefanikiwa kupata mke mzuri. Unalipo compost Diamond na kumtag, unamtag ili aone kazi umefanya, kimaanisha kwamba Kari compost Diamond na kumtag, pengine atakuwa amepewa kazi, kwa sababu unajua watu wamenanili kule, wame-unfollow. Kwa hiyo ndio hivyo. Mmoja anasema kwamba ila wasanii hawa Mungu natamani hapo ungeleta mvua kubwa tena ya mawe, mbona kama hawana watu. Mmoja anasema kwamba I say wasanii wamepooza sasa hivi. Mmoja anasema Kari unatufanya tuone kama kicheko cha uongo kati kaka watu wanafurahia miuno. Show hawana hata ya mpwapwa, watajimbia wao chumbani sasa hivi. Mwingine sema amekuwa Waswahili hata sasa hivi hawanogi. Kari ondoa puuzi kwenye pigi yako, la sivyo na kufuta kazi. Okay. Mwingine anasema kwamba anachokifanya Kari mastori compost Diamond ni kama nampa kiki tu na hawajapenda hicho kifanya. Hapo bila boxer ya kubana Mondi ya Toboy. Nimegundua mapenzi ya watu ndio yananipa furaha. Huyu ni Sara anasema yeye anapenda sana kuona wawili hawa wakiwa pamoja. Kwa hiyo tunaona ni shughuli fupi tu, ni hafla fupi, na kama unavyojua, unajua kila mtu anapambania penzi lake town, au sio bana? Na tunaona kwa upande wa Zuchu, tunaona kuna mwanadada ambaye kwa namna moja ama nyingine alikuwa amejitokeza, anaenda kwa jina la Rita Nobody, ambaye anahusishwa kuwa na mahusiano na Diamond, na aliwahi kuwa na mahusiano na Diamond, na tunaona mpaka polisi walienda na kapigwa stop kumzungumzia Simba. Kwa hiyo tunaona pia mambo ilikuwa mengi sana mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hapa Zuchu pengine ana proof point kwamba kwa upande wa Simba hawezi kuruka. Hawezi kuruka, na anaonyesha wazi kabisa kwamba yeye ndiye mke halali, kwa sababu yeye anajiita Mrs. Nasibu. Kwa hiyo hayo mengine hayo watajua wao, watu waendelee na chuki zao, lakini wanao support wana enjoy. Na tunaona hii ni kwa mara ya kwanza baada ya mambo kutokea hapa katikati. Tunaona sasa wameonekana kufurahia maisha wakiwa pamoja, wakicheza pamoja, na istoshe wanaonyesha kabisa kwamba ukaribu wao una maana sana, na pengine labda kuna kazi mpya zinaweza zikatoka hapo baadaye, kwa sababu tunaona wamefanya kazi nyingi sana, na pia tunaona mtoto huyo DJ Kopa ni kama penzi lake na Diamond limekolea kweli na hakuna wa kulivunja. Unalipi la kuongezea hapo mpenzi mtazamaji? Lakini pia kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe.